Bana, tukiachana na vioja ambavyo vinaendelea kunako ligi kuu Tanzania bara, ushindani ukiwa ni mkubwa kunako ligi hiyo. Tumeweza kushuhudia namna ambavyo Simba wanautaka ubingwa, lakini pia wananchi Young Africans wanauhitaji ubingwa zaidi. Lakini pia mambo ni mengi ambayo yamekuwa yakiendelea pia nje ya uwanja. So kes, tuachane na hayo. Mimi ninachoangazia hapa ni kuhusiana na zile penyenye ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye masuala ya usajili. Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba wameonekana kuwashawishi baadhi ya wachezaji ili waweze kujiunga na kikosi hicho kuelekea kwenye msimu ujao wa mwaka 2026-27 baada ya kumwongezea mkataba Clatous Chota Chama mwamba wa Lusaka hadi mwaka 2028 kuendelea kusalia kwenye kikosi hicho. Wekundu wa Msimbazi Simba wameona kuna haja pia kuongeza wachezaji ambao ni bora, ambao ni wazawa, ambao wanaweza kaongeza nguvu kwenye kikosi hicho. Sasa baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wakihusishwa ni bwana mdogo ambaye yupo kwenye kikosi cha matajiri wa jiji la Dar es Salaam. Huyu si mwingine, tunamzungumzia bwana mdogo ambaye anakwenda kwa jina la Abdul Hamis Suleiman. Mwamba na umri wa miaka 25 na huyu ni striker, amekuwa bora sana kwenye kikosi cha Azam FC na akiwa na Wagoso Kaya alifanya makubwa, lakini pia kwenye timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars amekuwa na mchango mkubwa sana. Wekundu wa Msimbazi Simba anaona akimpata huyu striker basi kama mzao anaweza akaongeza kitu kikubwa ndani ya kikosi chao. Sasa tusubiri kuweza kuona mambo yamekaje, lakini pia mpaka hivi sasa tayari wekundu wao wameshaanza mazungumzo na mchezaji, japokuwa dili bado alijakaa vizuri mpaka hivi sasa. Kama likitimia basi so kesi tuweze kumwona bwana mdogo Abdul Hamisi Suleiman akitua pale Unyamani. Kama hiyo itoshi, kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba kuna wachezaji wengine wengi ambao wamekuwa wakihusishwa nao, na wachezaji ni wachezaji ambao wako na viwango bora haswa pale. Pia kwa Wagoso Kaya, moja kati ya mchezaji ambaye amekuwa bora sana kwenye kikosi cha Wagoso Kaya si mwingine ambaye tunamzungumzia ni Bakari Msimu. Huyu ni winga wa kulia, bado umri wake ni mdogo kabisa, na umri wa miaka 18 tu, na amekuwa akifanya makubwa sana pale kwenye jiji la Tanga. Huyu anatumia miguu yote, ana kasi, ana nguvu, ana confidence ya kutosha na ujuzi pia wa kuwatoka walinzi. Hapa hakuna mchezaji mzuri ambaye anayeweza kupita kiwepesi, lakini pia ana uwezo wa kukatiza vile ambavyo anavyohitaji yeye. Anakaba, ana uwezo pia wa kushambulia, utulivu wake na namna ambavyo alivyo na spidi ya kutosha. Hapa kuna mchezaji na msimu ujao kwa asilimia kubwa bwana mdogo anaweza akatua mita ya Kariakoo. Simba wanamtaka na aliwasumbua kweli kweli kwenye mechi ya juzi ya ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kwa upande wa wananchi Young Africans nao pia wameonyesha nia kumhitaji. Walimalizeti Singida Black Star na wenyewe pia wamevutiwa na huyu kijana mdogo kabisa mwenye umri wa miaka 18 ambaye shughuli yake uwanjani si ya kitoto, ana kasi kweli kweli. Sasa tusubiri kuweza kuona, je, mwisho wa siku atatua wapi? Unyamani, mitaa Jangwani, ama kwa Walima Alizeti? Lakini kama hiyo itoshi, moja kati ya mchezaji ambaye pia ni beki wa pembeni, huyu si mwingine ambaye tunamzungumzia, ni beki wa kulia Nathaniel Chilambo. Huyu mwamba ni moja kati ya mchezaji ambaye msimu ukimalizika kwenye dirisha kubwa la usajili anaweza akawa sokoni, atakuwa sokoni kutokana na namna ambavyo mkataba wake na wanalambalamba Azam FC utakuwa umefikia ukingoni. Nathaniel Chilambo, moja kati ya bwana mdogo mwenye umri wa miaka 26, mpaka hivi sasa tayari amesinya pale mitaa ya Msimbazi mkataba wa awali wa miaka 3 na kila kitu kimekamilika. Chilambo anakwenda Simba kupambania namba na Shomari Kapombe pamoja na bwana mdogo Duchu. Na mpaka hivi sasa wekundu wa Msimbazi Simba kwenye usajili wa wachezaji ambao ni wakizawa tayari tumeona amekamilisha madili 3. Chilambo
tayari hii ni deal done. Lakini pia Calvin Nation, hili nalo pia ni deal done ambalo limekaa vizuri. Chobwedo naye pia ni moja kati ya mchezaji ambaye kila kitu kimekwenda vizuri. Abdul Sulemani Sop, huyu ndiye bado anahusishwa kutua mitaa ya unyamani. Sasa tusubiri kuweza kuona je, mwisho wa siku msimu utakapomalizika wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wamekamilisha hizi dili ama itaishia kuwa ni story tu. Lakini mpaka hivi sasa kwa asilimia kubwa wekundu wa Msimbazi Simba katika wachezaji ambao ni wakizawa, kila kitu kinaonekana kipo vizuri, kasoro tu Abdul Sulemani Sopo ambaye mpaka hivi sasa bado wapo kwenye mazungumzo. Kama kila kitu kitakwenda vizuri, basi nitakujuza hapa kupitia Gift Online TV. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba una subscribe channel hii kwa ajili ya kuyapata yale mengi ya kimichezo zaidi. Lakini kama hiyo itoshi, kuna baadhi ya wachezaji ambao watapisha wachezaji ambao ni wa kimataifa ambao watakaosajiliwa kwenye kikosi hicho. Wapo wachezaji ambao wamekalia kutikavu mpaka hivi sasa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo kwenye dirisha kubwa la usajili inaweza ikawa pia Baba Jeni bye bye. Hapa tunamzungumzia Neo Maema, mmoja kati ya mchezaji ambaye alisajiliwa na Davis Fadlu, kocha wa zamani wa klabu ya Simba. Alimsajili kutoka kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns. Lakini pia Alassane Kante naye ni mmoja kati ya mchezaji ambaye amekalia kutikavu mpaka hivi sasa. Lakini pia Nabi Kamara ni mmoja kati ya mchezaji ambaye mpaka hivi sasa amekalia kutikavu. Inno Loemba naye ni moja kati ya mchezaji ambaye mpaka hivi sasa mabosi yao wa Msimbazi bado wanajiuliza kuachana naye ama waendelee kuwa naye. Lakini pia mpango wa Simba ni kushusha pia vyuma vipya vya kigeni, ambapo kwenye upande wa mshambuliaji wa kati mmoja anahitajika, lakini pia kiungo namba 6 mwenye uwezo mkubwa anahitajika, na kiungo namba 8 ambaye anahitajika, pamoja na left back wa pembeni ambaye anaweza akasaidiana na bwana mdogo Nixon Kibabage. Haya ni maeneo ambayo kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba wanahitaji kusajili wachezaji wa kigeni wa maana. Mshambuliaji wa kati, kiungo namba 6, lakini kiungo namba 8 pamoja na beki wa kushoto. Bana, hakikisha una subscribe channel hii. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Mimi nikutakie tu siku njema. Bye bye.